Karibu kwenye Afconika, mwana michezo ambaye unatutazama hivi sasa kupitia YouTube channel ya Ava TV. Mimi naitwa Latifa Anafi. Nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trent. Kama kawaida kupitia YouTube channel tutakuwa tunapatikana hapo kuanzia majira ya saa 12 mpaka saa 1. Kipindi hewani ni Afconika. Hapa tunakwenda kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanajiri kuhusiana na michuano ya Afcon 2025 ambayo inaendelea pale Morocco na inatarajiwa kuanza kuanzia Disemba 21 ambapo mchezo wa ufunguzi wa kwanza kabisa utakwenda kuanzia hapo. Sasa sisi kupitia Afconika tutakuwa tukikupasha habari, uchambuzi, yaliyo trend kwenye mitandao ya kijamii, matokeo na mambo mengine mbalimbali kuhusiana na michuano hiyo ya Afcon kwa mwaka 2025. Kwenye episode 1 ya Afconika, kama ulipitwa, tulijadili namna ambavyo klabu mbalimbali za timu ya taifa zimeendelea kuwasili nchini Morocco zikiwa kwenye mavazi ya asili yao. Kwa mfano, tulipita na vazi la timu ya taifa ya Mali, golikipa wa klabu ya Yanga Djigui Diarra akionekana na wachezaji wenzake kwenye lile vazi lao asili, kwa maana ya kama nusu kanzu fulani hivi, alafu kuna joho fulani linakuja kufunika namna hiyo. Lakini pia timu ya taifa ya Benin, kwa namna ambavyo walitupia mtoko wa kipekee kabisa, bila kuwasahau timu ya taifa ya Comoros ambao wameonekana kwa kivutio kikubwa wakiwa wametinga kwenye michuano hiyo ya Afcon na mtoko tofauti kidogo, wakiwa wamevalia kanzu hivi pamoja na barakashia kwa sare kwa wachezaji wake wote. Sasa hiyo ikaleta hamu zaidi ya kwenda kushuhudia ni kwa namna gani ambavyo wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania watawasili kwenye nchi hiyo ya Morocco, ambapo walikuwa wamekita kambi pale nchini Misri kwa takriban siku 10 wakiwa wanaendelea na maandalizi chini ya kocha mkuu Miguel Gamondi. Na mbali tuna haya mataifa ambayo nimekutajia, unaweza ukaona mataifa mengine kama vile Nigeria wakiwa tayari wamewasili katika vazi la tofauti kabisa, ni nusu kanzu pia na suruali kwa chini na kofia kwenye rangi ambazo zinapendeza, ambazo zinashabiana na rangi zilizoko kwenye timu yao ya taifa ya Nigeria. Na nikukumbushe, hawa Nigeria wapo kwenye kundi ambalo Taifa Stars yupo Tunisia pamoja na Uganda. Sasa mara baada ya hayo yote kuyashuhudia, mwanamichezo, tuliweza kuona pia namna ambavyo kikosi cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars kikianza safari kutoka Misri kuelekea pale Morocco. Na miongoni mwa kitu ambacho kimezua gumzo, maneno mengi kwenye mitandao ya kijamii, ni kuhusiana basi na vile ambavyo nyota hawa wa timu ya taifa ya Tanzania waliweza kuvaa. Watu wengi wakiwa wanaonesha ni kwa namna gani ambavyo pengine hawakutarajia kuona kama Tanzania ingetokelezea kwa namna hiyo. Waliweza kuvalia track zenye rangi ya kijani kama ambavyo unaona pichani hapo, Mbwana Ali Samata, lakini pia na nyota wengine wakiwa wamevalia track hizo zenye rangi ya kijani. Sasa watu wengi walikuwa wanatamani pengine nyota hawa wangeenda kwenye michuano hiyo na vazi la tofauti, ukizingatia Tanzania kuna vitu vingi ambavyo vingeweza kuvutia, basi ili tu kuweza kuwa kivutio kwenye michuano hiyo ya Afcon. Sasa kabla sija kwenda kupitia maoni ya wadau ambao wameweka comments kwenye ukurasa rasmi wa shirikisho la soka Tanzania, lakini pia kwenye ule ukurasa wa timu ya taifa ya Taifa Stars, tuende tukamsikilize mchambuzi Adriano James ambaye tulipata nafasi ya kuzungumza naye hapa kwenye ofisi za Ava TV, na yeye aliweza kuweka wazi ni kwa namna gani ambavyo anatamani timu ya taifa ingewasili pale Morocco kwa vazi la namna gani. Tuende tukamsikilize mwanamichezo. Nafikiri kikubwa ni kuwakilisha au kuwakilisha utamaduni. Yaani unajua, unaona Senegal wamevaa vile, wana resemble au wana represent utamaduni wao. Kama ushawahi kuwaona Ghana wakivaa, wana resemble, wana nani utamaduni wao. Kwa hiyo sisi utamaduni wetu wanasema Kimasai kwa sababu ndio ni kabila ambalo limeibeba asili ya nani ya Tanzania. Mara nyingi ukitaja Masai
wangu anafahamu Arusha Tanzania, japokuwa pia Kenya wapo. Kwa hiyo kivali ile vazi la Kimasai ni sawa, au ukishona kitenge. Unajua kitenge pia ni nani ya watu wa pwani, kwa maana ya watu wa hizi maeneo ya pwani, kwa maana Zanzibar, Tanga, maeneo ya Kilwa. Kitenge ni vazi, kitenge au ile misuli. Kwa hiyo ni kudesign vazi ambalo litaiwakilisha Tanzania. Kwa hiyo kama ni kutashona kitenge, utashona labda shati za vitenge, suruali za vitenge, au ukasema wavae msuli, japokuwa msuli imebezi zaidi kwenye udini. Lakini ukisema labda wavae kitenge, itakuwa ni jambo zuri pia nao kwa kuisema Tanzania. Au unaweza ukasema okay, tuvae t-shirt ambazo zina mlima Kilimanjaro, ambao ni moja kwa moja mtu akiona mlima Kilimanjaro anajua Tanzania. Au ina mbuga za wanyama, Serengeti, Mikumi, sijui Ngorongoro. Hiyo ni ubunifu ambao tunataka kutangaza nchi yetu. Kwa hiyo ni mamlaka husika, kwa maana designer, unajua nao ni fursa ma designer nao kusema okay, mimi nina idea yangu kuelekea Afcon, tufanye 1 2 3, na kitu ambacho kinatakiwa ambacho atakifanya kiwe kimebeba taswira nzima ya nchi, kuitangaza nchi duniani, kwa sababu tunazungumzia mataifa 24 yanaenda kule, watu karibia wengi sana, kila taifa watu wapo kule. Kwa hiyo unaona kama ukivaa mlima Kilimanjaro, ukivaa hapa inaonekana mlima Kilimanjaro, mtu atavutiwa, huu mlima upo sehemu gani? Upo Tanzania. Hii mbuga ipo sehemu gani? Ipo Tanzania. Ili ziwa lipo sehemu fulani, ziwa Victoria ipo Tanzania. Kwa hiyo tunavitangaza vivutio vyetu, tunaitangaza nchi yetu. Kwa hiyo vile ambavyo wanafanya mataifa mengine sio kwa bahati mbaya, wanafanya kwa sababu ya kuwakilisha taifa lao. Naam, mwanamichezo, baada ya kumsikiliza sasa Adriano James kuhusiana na kile ambacho alitamani kuona wachezaji hawa wakivaa, yeye amekwenda na vazi lile la Kimasai, kabila lile la Wamasai maarufu kweli kweli ambalo linatokea pale Arusha, Tanzania. Sasa tupite pia kwenye maoni ya watu miongoni mwa posti ambazo zimekuwa na comments nyingi kweli kweli kutoka kwa Watanzania. Namuona mwanahabari Alhaji Zuberi King Mputa anasema tumeshindwa hata kubumba kama Zimbabwe. Yaani Mputa anasema tumeshindwa hata kubumba kama Zimbabwe, timu ya taifa ya Zimbabwe jinsi ambavyo imeshona. Kwani Zimbabwe walivaaje? Hebu tupite kwenye picha zao hapa. Zimbabwe waliweza kuvaa suti nyeusi wakiwa wameweka nakshi za urembo ambao unashabiana na rangi za timu yao ya taifa. Namuona pia Steve Kulialia anasema naomba kutoa ushauri, lakini kama nitakuwa nimekosea naomba radhi. Mimi kama Mtanzania, Afcon ya nyumbani tuwe na vazi letu la utamaduni kama timu nyingine wanazofanya, maana timu zote ambazo zinashiriki nimeona wazi wana vazi lao la utamaduni. Ni ushauri tu, mimi ni Mtanzania na ninaipenda nchi yangu. Huyu anasema anaitwa Wakubanza, anasema nawaona wenetu wa shamba dresi zenu. Huyu mwingine anasema tungevaa hata nguo za Kimasai. Steve Champion pia hakuwa mbali, akasema Afcon ya nyumbani tuwe na vazi letu na kila laheri Stars. Unaweza kaona tu namna ambavyo watu wengi walikuwa wakitamani kuona timu ya taifa Tanzania pengine ikiwasili pale Afcon na vazi hilo la Kimasai, lakini mipango haikutimia na timu ya taifa Tanzania ikaweza kuwasili pale Morocco kama ambavyo nashuhudia kwenye picha hapo kwenye uwanja ule wa ndege wa Mohamed wa 5 kwenye track zao. Hivyo wengine wakiwa wamevaa track za rangi ya kijani na makoti meusi, wengine wakiwa wamevaa na makoti haya yenye nakshi ya rangi ya njano. Kwa hiyo mambo ndivyo kama unavyoshuhudia. Sasa kulingana na hawa watu wote ambao wanatamani kuona Stars imefanya hivi, mchambuzi kutokea Crown Media Hashirafu
naye pia hakusita kutoa maoni yake kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram kuhusiana tu na kile ambacho Watanzania wengi wamekuwa wakisema kuhusiana na vazi hilo kwa timu ya taifa ya Tanzania. Ashrafu anajenga hoja kwa kuanza kuandika, kwani nani alisema kuwa lazima kila taifa liende na nguo za ubunifu? Nani alisema kuwa kwenda na nguo za ubunifu ndo inaonesha kuwa upo tayari kupambana kwa mchuano? Na nani alisema kuwa hata hizi sare walizovaa Taifa Stars sio sare? Kuwa tofauti wakati mwingine ndo kama hivi, sio kila taifa lazima livae kama Senegali au Mali. Taifa Stars tumetoka na huu mtoko na freshi, hakuna noma. Kikubwa timu inaenda kufanya nini, hatuendi kwenye fashion show. Hivyo ndivyo amemaliza mchambuzi Ashrafu Junior. Wewe mwana michezo ambao unafuatilia AFCON hivi sasa, unatuambiaje kulingana na kile ambacho Taifa Stars wameweza kukifanya haswa kwenye mtoko? Weka maoni yako hapo chini, tutakuja kupita nayo kwa wakati mwingine. Naitwa Latifa Anafi, nyuma kamera ni Wilvin Trends. Usiache kufuatilia sehemu ya 3 ya AFCON ambayo itakuwa hewani siku ya Disemba 20 kuanzia majira ya saa 12 kamili.